Kwa taarifa ambazo zinazidi kuenea zaidi kwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na taarifa ya taifa la Uganda kuingia katika uchaguzi Januari 15, 2026, uchaguzi mkali ambao Yoweri Museveni anakumbana upinzani mkali kutoka kwa Bobi Wine ambaye yeye ndiye anaonyesha kuwa mpinzani wake mkubwa kabisa katika taifa hilo la Uganda. Januari 15 mwaka huu 2026, uchaguzi mkubwa wa level ya kumchagua rais, wa bunge na madiwani unakwenda kuandika historia kubwa katika taifa la Uganda baada ya kuwa tathmini na maoni mbalimbali ambayo yameelezwa kuhusiana katika siku hiyo baada na kabla ya uchaguzi, vitu ambavyo vinavyoendelea kwa hivi sasa, mtandao wa intaneti kuweza kuzimwa katika siku hiyo ya uchaguzi. Unaambiwa kwamba Yoweri Museveni alinyakua wadhifa huo wa juu mwaka 1986 kufuatia uasi wa kutumia silaha na akiwa na umri wa miaka 81. Aonyeshi dalili ya kuachia wadhifa huo. Wakati wake wa uongozi umekutana na kipindi cha mambo makubwa aliyoyafanya. Wakati wake wa uongozi ameambatana na kipindi kirefu cha amani, maendeleo makubwa ambayo wengi wanashukuru, lakini wakosoaji wake wamesema anang'ang'ania madaraka kupitia mchanganyiko wa kumtenga au kuwatenga wapinzani na kuzitumia fursa hizo vibaya taasisi huru ambazo zinasimamia masuala hayo. Anasema hatuamini katika ukomo wa mihula ya urais. Alikuwa na maelezo hayo aliojiwa wakati akiwa pale anaojiwa BBC akiutetea wadhifa wake baada ya kushinda uchaguzi wa awamu ya 5. Mwaka mmoja baadaye, ukomo wa umri wa mgombea urais uliondolewa na kufungua njia kwa Museveni kuwa rais wa maisha. Awamu hii anasema anagombea kwa mara ya mwisho. Je, ni ukweli katika kauli yake? Haya bwana, habari mseto ambazo tutakuwa tunazidi kukusogezea kwa hivi sasa ni kuambia tu kwamba Uganda sasa kutoka kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea kama jinsi ilivyo siku zote nyakati za uchaguzi. Mambo mengi hutokea na uzusha taharuki pengine, au mitandao ya kijamii huwa inashikiliwa zaidi na masuala ya uchaguzi. Kama tu uchaguzi ukiwa wa moto zaidi, mvutano ukiwa mkubwa, hapo ndipo maelfu wa mia katika siasa na kutazama mienendo ya siasa barani Afrika. Tunaweza tukawa tunajiuliza na kutafakari mengi, imekuwaje na kwa nini siasa za barani Afrika zimegubikwa na sintofahamu kila baada ya uchaguzi kufika. Mambo mengi hujadiliwa zaidi, ikiwemo watu au wagombea huhusishwa katika matukio makubwa ya hatari, ambapo taharuki za vijana kwa sasa hivi zimewekwa kipaumbele zaidi katika kuhakikisha vijana wanatengenezewa mazingira katika siku maalum kama hii isitokee taharuki au jambo lolote litakalothitisha hatua hii muhimu ya kuwachagua madiwani, wabunge na rais wa taifa husika. Mambo ni mengi kiukweli, moto unazidi kuwaka, lakini kikubwa zaidi tuwaombee wananchi wa Uganda wamalize uchaguzi wakiwa na amani, lakini pia wamalize
waanze uchaguzi wakiwa na amani, lakini pia wamalize amani ikiwa imetaradadi, kwa sababu nasema kwamba kuni ya akiba isiicheke kuni ambayo inayoteketea jikoni, kwa sababu ni kuni ya akiba. Kwa mujibu wa hiki ama haya ambayo umeyasikia, kuna kitu ambacho na wewe pia utakuwa unahitaji kutoa maoni yako, na unawaza unawezaje kufanya hivyo. Basi nikwambie kwamba kupitia chaneli hii unaweza kutoa maoni. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa toa maoni, comment hapo chini. Hadi wakati mwingine tena, bye bye.